Bongo Plus TV tukiwa hapa kwenye makaburi ya Kinondoni kwenye maadhimisho ya miaka 13 tokea kitokea kifo cha marehemu Steven Kanumba. Niko na Johari, mmoja wa wasanii ambao alikuwa akifanya nao kazi kwa wingi zaidi. Madam, pengine leo hii ina maana gani hasa miaka 13 ya Kanumba? Miaka 13 ya Kanumba, yani leo ni siku ya kumbukumbu ya siku ya Kanumba. Kwa hiyo huwa tunapenda na kukutana na kuweza kumwombea, kuweka mishumaa, kuweza kumwekea mataji ya maua kama kumbukumbu ya siku yake. Mwaka huu umeonekana kama umekuwa na wingi hasa tofauti na miaka ya hivi hapa karibuni nyuma. Uchukio umekuwa ni mkubwa sana, wasanii ni wengi pia. Nikupongeze pia wewe madam kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao umeorganize hili jambo pia. Kwa nini mwaka huu umekuwa na msukumo mzito na watu wamejitokeza sana? Kadri miaka inavyozidi kwenda tunazidi kujipanga na kumkumbuka kiukweli, kwa sababu Kanumba ni ndugu yetu, ni msanii mwenzetu, ni mtu ambaye kuna vitu alivifanya katika sanaa. Kwa hiyo tumeona kwamba jamani ni miaka mingi inaenda. Kwa hiyo na si mwaka huu tu, kila mwaka huwa tunakutana hapa makaburini, tunakuwa anahitaji kuja, tunakutana, tunamwombea, tunafanyaje, tunatoka. Kwa hiyo ni kila mwaka ili tukio huwa linatokea. Katika miaka hii 13 hasa, ni kitu gani ambacho unakimisi sana kutoka kwa Kanumba? Ni vingi sana. Kwanza ni kufikisha sanaa juu zaidi na malengo ambayo alikuwa ameyaweka kuhusiana na sanaa na tasnia yetu. Kwa hiyo ni vitu vingi sana vinafanya niweze kumkumbuka marehemu Steven Kanumba. Katika kile ambacho kinazungumzwa na watu wengi sana, marehemu alikuwa na picha kubwa sana kuhusu sanaa ya Tanzania kuipeleka mbele. Wewe umekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao kidogo pia unajitahidi sana kwa kiwango chako, unabeba tuzo za nje pia tofauti na wasanii wengine pia. Ni kipi kifanyike ili basi ile tasnia yetu ya filamu Tanzania iweze kwenda kula ambako pia marehemu aliishi ifike? Cha kwanza tuwe na umoja na ushirikiano na tuweze kuthamini kitu ambacho tunakifanya. Sisi wasanii wengi tunakuwa hatuthaminiani wala kuheshimiana kwa kitu ambacho tunavifanya. Tuwekeane umoja, tushirikiane, tuheshimiane kila anachokifanya mwenzio, tukipe ukubwa zaidi ili kiweze kufika vizuri vailo. Kwa hiyo ushirikiano unaweza kutufika sehemu nzuri sana sisi wasanii. Yeah. Watu wengi wamekuwa kitupia lawama sana kuhusu mama mzazi wa Kanumba, akisema kwamba tasnia ni kama hajamtendea haki hivi. Kuangalia maisha yake na jina la marehemu lilivyokuwa ni vitu viwili tofauti. Unadhani ni kipi kifanyika hasa ili kuweza kuyarekebisha maisha ya mama na kuweza kumsupport kwa namna moja ama nyingine na yeye aweze kula matunda ya mtu mwanae? Kwanza cha kwanza kwa sasa hivi naweza kusema nashukuru sana kwa sababu pia mama ameweza kupata fadhili ambayo ameweza kuifufua Kanumba The Great ambayo itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ina maana kupitia ile kampuni ya Kanumba The Great mama itaendelea kumsaidia kimaisha na kuweza kujikimu kimaisha. Yeah. La mwisho pia, ushirikiano wako wewe na wasanii wengine. Kuna baadhi ya wasanii ambao nimeona unafanya nao vizuri sana. Yolanda pia ni miongoni mwa series ambao mimi naipenda for sure. Kuhusiana na kushirikiana pia na watu wengine pia, kwa upande wako wewe hasa liko vipi hasa? Unatamani kufanya kazi naye? Mimi nashirikiana na kila msanii na huwa napenda sana kuweka tofauti na wasanii wenzangu. Kwa hiyo mimi kwa sababu ni producer, lazima nifanye kazi na msanii yoyote ambayo story yangu itaweza kumcast. Kwa hiyo napenda tu kusema kwamba mimi mwenyewe nashirikiana na wasanii na pia napenda wasanii wanipe ushirikiano mkubwa zaidi. Utofauti wa series kama Jua Kali, Yolanda ni kwa wapi hasa? Mimi siwezi kusema utofauti uko wapi, lakini watazamaji au wewe kama unavyosema ni mmoja wa watazamaji, unaweza ukajua utofauti uko wapi. Yeah. Mmoja vitu ambavyo nakupongeza, unaigiza yale maisha uhalisia wa maisha ya Tanzania, uswahilini kabisa. Mama mchakalikaji anauza vitumbua, anafanya hiki na hiki, lakini kuna watu ambao wanaona kama kuna baadhi ya hizi series zingine uzungu umekuwa ni mwingi sana ambao pengine sio maisha ya Tanzania ambao wanayaishi. Unadhani director na watu ambao wanasimamia uongozaji wa filamu, kipi kifanyike hasa ili kuweza tunachokiigiza basi kile kiniuhalisia katika maisha ambao wanaishi wa Tanzania? Kikubwa ni kurekebisha tu waandishi na maproducer waweze kusimamia kwenye story ambazo wanaziandika na kuwasimamia wasanii wafuatishe kile ambacho kinaishiwa na maisha mazuri ya wasanii. Kwa mfano ya Watanzania, kwa mfano tusiweke kila siku maisha makubwa tu. Kuna Watanzania ambao wako wana maisha ya chini na wenyewe wanaishi. Wanahitaji kujifunza kupitia sisi wasanii. Kwa hiyo tucheze story mbalimbali zinazogusa kila nyanja ili kusudi ziweze kuwafikia kila mtu. Hivi mwanamke ni ngumu sana kumove on? Hapana, kwa nini? Unatajwa kwamba mwanamke akiachana na mwanaume basi lazima amseme vibaya sana yule mwanaume aliyoachana naye. Hapana, huo ni ujinga tu na ufinyu wa mawazo. Kwa sababu kuachana sio ugomvi wala vita. Kwa sababu mkiachana sio kama nimekuwa ni vita au imekuwa ni vipi, hapana. Kuachana ni kutengana tu, kila mtu ameweza kupeleka hisia zake sehemu nyingine na maisha mengine yakaendelea. Watakana kusanisha ujumbe wa Ray kwamba alikuwa amekugusa wewe. Hapana, haiwezi kunigusa mimi kwa sababu kwanza katika maisha yangu sijawahi
kutoka sehemu nikaanza kumuongelea mtu, alafu niko busy sana na kuongelea habari za kazi zangu na maisha ya shughuli zangu. Kwa niko busy sana kuiongelea Impala Ukoma kuliko kumuongelea mtu binafsi. Kama msanii ambaye watu wanamtazama kiona ujumbe ambao aliutoa siku ile kwa kuandika vile, unadhani ni sawa na kwa nini pia watu wamekuhusisha? Mimi siwezi kujua kwa nini ni sio sawa, lakini pia kila mtu ana akili yake na maoni yake na fikra yake ilivyomtuma. Kwa hiyo huwezi kuishi ndani ya fikra ya mtu kila wakati. Lakini wewe Chuchu Ansi, Ray pia ndio unaongea nao sana? Kama ikitokea kuna kitu cha kuongea nao naweza nikaongea nao. Uongee nao? Hapana, usio nini usiongee na mtu. Naongea nao. Kukutana nao leo sijaona pia. Sijajua, sasa kila mtu na maisha yake nyumbani kwake. Uliwalika pia? Mimi siwezi kualika kwa sababu hii Kanumba mimi sio kama mimi ndo naalika watu au nafanyaje. Kitokea mtu anataka kuja makaburini na kila msanii anajua tarehe ya Kanumba, nakuja tu. Hairuhusiwi wala inaga kumwaliko. Ni kila mtu the way anavyoguswa. Ray alikuwa ni miongoni mwa watu wa karibu sana na Kanumba. Na watu wanawishi wanamuona maneno kama haya. Na kwa nini inaonekana mtu anajiweka nyuma, ni kitu ambacho cha wote? Labda atakuja kwa sababu si muda bado, siku haijaisha. Kwa hiyo anaweza akaja muda wote ambao amebarikiwa kufika. La mwisho naambia nini watu wanaokutazama sasa hivi? Mimi watazamaji wote nawaambia kwamba nawapenda sana, nashukuru kwa mchango wao, waendelee kufuatilia kazi zangu, twende pamoja, na baada ya kuisha Yolanda kitu kingine kipya kitaingia. Kwa hiyo napenda tuwe pamoja bega kwa bega mimi na wao. Asanteni sana, karibuni sana Impala Ukoma. Asante Maga. Sisi kama wasanii tufanyeni kitu ambacho miaka inaenda. Sasa hivi ni miaka 13, lakini kuna mtoto wa miaka 15, 16 anasikia tu Steven Kanumba, hajui nini alikifanya. Kwa hiyo tunakoendea mbele tuweze kupata hata kama ni documentary au ni filamu ambayo imechezwa ikaweza kuishi miaka na miaka. Sio kila siku tutakuwepo kuelezea yale mema aliyofanya. Kwa hiyo akiwa anaangalia, nadhani hivyo ndio vitu ambavyo vinaishi zaidi, si ndio? Kwa hiyo mimi nadhani hilo kitu kitafanywa process kiweze kufanyika ili kiweze kuishi zaidi, na nashukuru Mungu kama hivyo kampuni ya Kanumba the Great inaenda kuwepo hewani soon as possible. Kwa hiyo mengi yatafanyika makubwa tu kupitia hivyo, akishirikiana na kampuni zingine tofauti ambazo na sisi pia tuko nazo, kushirikiana na mimi pia Impala Ukoma na vitu vingine. Asanteni sana, sina mengi ya kuongea, na washukuruni sana. Tuendelee kuwa na umoja wetu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru kwa nafasi hii daktari, kama nilivyokusikia kujitambulisha. Kwa heshima ya wasanii wote wa Tanzania na Afrika, lakini kwa heshima ya mke wangu Mama Kanumba, labda nikatae leo. Mimi huyu baada ya mwanae kuondoka, mimi nikakaa naye karibu ili kumwondoa majonzi, na naishi naye. Mimi ndo mume wake. Ni rafiki yangu sana, nampenda sana na tunashirikiana katika mambo mengi. Mimi Kanumba sikubahatika kumuona, namuona kwenye TV, lakini ilikuwa ni ndoto yangu wakati natoka kijijini kwetu kuja Dar es Salaam siku moja nicheze naye. Na mapenzi yangu kwa Kanumba amekuja kutokana na majina yetu. Steven Charles Kanumba, Steven Charles Almasi. Na watu wanasema mimi ni fundi pia. Kwa sababu na yeye ni fundi, na mimi angebahatika kuniona lazima ungefanya mambo makubwa, lakini Mwenyezi Mungu amempenda sana Steven, na sisi tulobaki tuendelee kubombea. Tuwapongeze wasanii ambao wamefika. Hili ni jambo kubwa na sio kwa maonyesho. Mimi naamini ni msukumo wa ndani wa hisia. Ni Mungu amewatoa mlikotoka. Mimi nimenyeshiwa mvua na nimekaukia njiani. Baada ya Mama Kanumba kuniambia kwamba leo ni siku ya Kanumba Day, mimi nilisahau. Na nimetoka Arusha, nimeingia asubuhi ya leo kutoka Arusha, hata sijalala. Lakini nikasema sioni sababu ya kutokwenda. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante. Karibu. Shukrani. Kwa majina naitwa Gilead Severin Kahema almaarufu Masai Nyota Tatu. Kwa wale wa zamani walikuwa kunifuatilia kwenye vipindi vya zamani, kutoka show. Nilikuwa naitwa Masai Nyota Mbovu. Kwa sasa hivi natambulika kwa jina la Lebo. Nimejumuika hapa kwa siku ya leo kwa sababu hayati Steven Charles Kanumba ni msanii pekee ambaye alinishauri kucheza karia ya Kimasai, kwa sababu alikuwa director wangu kwenye kazi moja ilikuwa inaitwa Lugha ya Kigeni. Kabla ya hiyo kazi nilicheza naye Family Tears, nilibahatika kucheza scene moja.
hiyo inanikumbusha mbali. Pia alikuwa ni mtu wa karibu sana, kipindi ambacho alifanya kazi nyingine akaniita nikacheza, anyway nikacheza scene moja. Pia kazi ya pili ilikuwa inaitwa Hero of the Church. Baada ya hapo sikuweza kufanikiwa kucheza na yeye kazi nyingine, nikaendelea na comedy. Kwa sasa nipo kwenye tamthilia nyingine inaitwa Jia DSTV pale, lakini nimejumuika hapa siku ya leo kwa sababu ni mtu amenigusa sana, msiba wake ulinigusa sana. Msiba huu ulitokea nikiwa Songea na marehemu Sharo Bilionea. Tulikuwa hotelini, msiba tunaona kwenye TV, tukashindwa kuwahi kwa siku ile, lakini naye pia Sharo naye aliondoka. Kwa hiyo ni mapigo mawili yalinikuta makubwa sana kwa kipindi kile. Nimebaki kama legend wa miaka ile kwa kipindi kile. Leo ikabidi nihudhurie hapa, japo nilikuwa na vikao vya Chama cha Mapinduzi kule mtaani kwangu Zingiziwa Chanika, lakini nimebidi ni cancel, na pia nina msiba mwingine mtaani kwangu pia. Kuna raia amefariki pale, mimi ni kiongozi, lakini nimeshindwa kuhudhuria pale. Nimeomba hudhuru kwa sababu huu ni mkubwa pia sana, kwa sababu ni kwenye tasnia na pia ni mtu ambaye alikuwa ni karibu kwangu. Mama yake pia ni mama yetu, kwa sababu tupo naye kwenye tasnia, tumekuwa tukionana kwenye tasnia tukipeana ushauri hapa na pale, lakini pia mimi ni mmoja kati ambao nimeona nishiriki kati ya wasanii ambao tutashiriki tuweze kumpa moyo mama yetu, na jambo lilo lisikia leo hapa ni jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu aliwekea mkono ili liweze kufikia malengo, na pia mama yetu tuweze kumbeba kwa pamoja. Kwa wale wenzangu ambao hawajafanikiwa kufika, aidha walikuwa na dharura au wengine walikuwa wameamua tu kuona labda wasifike kwa kutingwa na mambo mengine, lakini popote walipo sisi tuliofika tumewawakilisha. Itoshe tu kusema nashukuru. Tuendelee kumwombea ndugu yetu Steven Kanumba, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.